Kuna mwaka wawili. Naambia mzee kwanza wetangulie. Mimi kufuatage wapi? Sema amen. Ukifikiria kwamba yeye umetangulia kwa umejipana bana hapa kwa mkoro. Umemalizia hapa kitabu ndio nyuma na pati ulishamaliza. Kwa sababu unaona utake kwenda mahali pale. Kwa hivyo kuna vitu vingine tuache kuogopa shetani. Tuache tuwe na hili ili Bwana atatupigania. Sema amen. Kwa hivyo katika neno la Mungu, jaribio liko, lakini wewe simama imara. Nafsi yako iunganishe na Mungu. Maana nafsi yako ikimtukuza Mungu, hautaweza kuona uzito wowote wakati jambo lolote linalotokea ya msukosuko. Uenda kwa nyumba yako, uenda ni kazini, uenda kwa familia yenu. Mungu amekupa tumaini, na mawazo anayetuwazia sisi, anatuwazia mawazo mema, mawazo yenye ushindi, mawazo yenye uzima kwa wale wanayemtumainia Mungu. Sema amen. Tutembee katika neno la Bwana. Njia nzuri ni kuishi ndani ya hema yake. Uacha nafsi yake siku zote imtukuze Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Ndiposa mkufunzi alipofundisha asubuhi, amefundisha sana kuhusu mambo na Roho Mtakatifu. Jinsi vile Roho Mtakatifu hufanya kazi kwa mtu, vile jinsi Roho ukaa karibu na mtu. Na hata neno la Mungu linahitaji kwamba katika jambo lolote lile nzito, ni vyema ukae karibu na Mungu. Hata licha mambo ni mazito, kaa karibu na Mungu. Uwache nafsi yako mtukuze Mungu. Usiwache ulimi ikasudia jambo moja mbaya. Usiwache ulimi ikatenda kinyume na maandiko ya Mungu. Ngwawe kuelea kodali na mwambie Mungu ni asante. Ninakushukuru Bwana kwa ajili ya kwamba imani yangu imejaribiwa, lakini Bwana umesimama nami, nitakuwa mshindi. Sema amen. Kuna wakati mwingine niligonjeka miaka nyingi sana. Kabla wakati huo sijazaa mtoto wowote. Niligonjeka miaka nyingi, niliishi chini. Niliishi ndani ya mateso. Nikawa ninabebwa ndani nikipelekwa nje. Niliweza kukaa ndani ya imani. Naye mzee wangu alijitia imani. Akasema licha imani yangu najaribiwa na familia yangu, fukuza huyu atakufa, huyu ataenda, muondoe. Lakini imani yake alishikilia. Akamwambia Mungu, ninatumaini siku moja ataamka, atatembea. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka mzima niliishi chini. Sijui watu wanatembea aje. Wakati hata nilipotoka ndani ya magonjwa, hata miguu ilikuwa haiwezi kutembea. Miguu ilikuwa mlia anasema miguu ilikuwa zimekona nina jafogo ya. Yaani zimekuwa like this. Yaani kama ule mtoto ambaye anaanza kutembea. Lakini nilipotoka mahali pale nilimwambia Mungu, nafsi yangu nitakutumikia. Bwana Yesu asifiwe. Na nikajitia tumaini ya kwamba katika hali ya kulala siku moja ipo nitatembea tena. Sema amen. Kwa hiyo Mkristo lazima tuwe na imani ndani mwetu. Pasipo imani vitu zingine ni nzito. Pasipo imani hatuwezi kufanikiwa. Basi nilikuwa na imani siku moja nitatoka mahali pale chini nitatembea. Nikawa na imani siku moja nitatoka pale chini nitazaa watoto. Maana maisha yangu ya kuzaa watoto ilikuwa ni shida. Nilikuwa nikizaa wakienda, wakifa, nazaa wakifa. Bwana Yesu asifiwe. Basi nilijipatia tumaini, nikajua kwamba there is one day Mungu atanipa watoto. Bwana Yesu asifiwe. Na katika imani na tumaini Mungu alinipa. Sema amen. Bwana Yesu apesi. Na baada yeye anasema nitakupa na tena nitachukua. Haleluya. Kwa hiyo andiko lake lazima litimie. Na lazima tuheshimu andiko la Mwenyezi Mungu. Sema amen. Kwa hiyo Kristo tusio watu wa kukata tamaa. Wakati jaribu inakuja, tunaanza kusema hapana Mungu. That is not good there. I wonder. Wakati unapoona nzito, that is not good there. Oh my God. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuna watu wa kumtumainia Mungu. Kazi inaweza kuisha, haimaanishi ndoa imeisha. Bwana Yesu asifiwe.
Unaweza fungiwa mlango, haimaanishi kwamba sasa Yesu alienda mahali pale penye unaomba hakuna Mungu. La asha, tunawekea Mungu mizigo asiyo zake, tunawekea hata shetani, tunamdanganyia. Ila ni kwa nini sikukuja? Nilijaribiwa na nilala usingizi sana nikakosa kunini. Unawekea shetani. That's the demon unamwekelea. My brother, my sister, there is God in the heaven. When you believe God is there, Mungu yuko. Sema amen. Mungu anaponya, ndio anaponya. Mungu anatenda, ndio Mungu anatenda. Inategemea nafsi yako umeiweka namna gani na Mungu. Umejiunganisha namna gani na Mungu. Sema amen. Mungu anawapigania wale nafsi zao zinamwabudu Mungu katika maombi. Na kila jambo lolote upatikana kupitia maombi. Sema amen. Katika maombi mpendwa, utapokea chochote. Roho wa Mungu uja kushuka kupitia maombi. Ukiona kwamba ulikuwa mtu wa roho na leo roho anaanza kutoka, maombi ulilala, inabidi urejelee, uamke. Maana ukilala roho analala, ukiamka roho ataamka. Na wezi jinsi atinde umelala sasa umeamka roho anaamka. Inategemea maombi yako. Unapigana vita gani na shetani umfikie Mungu. Sema amen. You are supposed to stand. Mtu mwenyewe Mungu wape. Tunasoma maandiko yanatuambia ni nyakati za mwisho. Nyakati za mwisho, je, wewe utapatikana kiwa vipi? Ni sisi tushike neno la Mungu. Shikeni neno la Mungu. Mkichoka kwamba hata unapoona shida, hata wimbo unasema, "Oh, nionapo amani kama shwaliwa." Nionapo shida. Baba, wali zote umenijulisha. Salama rohoni mwangu. Salama. Baba, rohoni. Salama. Salama rohoni mwangu. Salama. Yesu rohoni. Baba, salama rohoni mwangu. Hajesema, "Oh, nionapo shida nitatoroka, nitaenda kule Bwana. Nionapo majaribu yamenisonga, nitaenda kule kwake." Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Sijui tunasoma maandiko gani? Ni maandiko gani tunasoma? Umeombewa leo au japona? Just you continue. Imani yako bado haijafika. Ng'ang'ana imani yako itoshe bado. Hujafanikiwa jambo lolote, just continue to prayer. The Bible says endelea nafsi yako uzidi kufika ndani ile pengo ambalo Mungu analihitaji wewe usimame. Kwa sababu siku zote ana mawazo mazuri kwa maisha yako. Lakini sisi tuna mawazo mabaya. Tunachoka haraka. Tunatupia Mungu mikono. Haya. Mungu anaanza kuona hii. Wewe makono ni virenjewa. Mungu wange sikura mono. Simoni janje sisira lola. Mwami wache umbukule. Ndiza mukibala ni chaonyo. Kanigaru kanga ni chaonyo. Ndiza mwami lizobi. Mwami wache. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Tusifungwe mikono na mdomo tukose kutafuta uso wake. Midomo yetu iwazi, mikono yetu iwazi, miguu zetu ziwazi kutafuta huyo Mungu akae ndani yetu. Ndani ya biashara tafuta Mungu. Hamna jambo lolote pasipokuwa na Mungu. Watu ambaye sisi kuchoka haraka ndio utapata mtu amekimbilia. Aenda apatiwe maji ya maiti, afanya naye biashara. Aende kwa jela, apatiwe mbao, afanya naye biashara. My brother, that is God in the heaven. Vitu vya ulimwengu huisha, lakini neno la Mungu haliishi. Sema amen. Neno la Mungu haliishi. Ile maji utaenda kwa mochari, mamamishi, utatumia maji itafika mahali itaisha. Utabezi na rudia nyingine wapi? Moja. Lakini Yesu haishi. Haliu maji. Sema amen. Ninaona watu wengine wanaenda mpaka jela, wanachukua mbao,
wanajenga katika nyumba zao ili ya kwamba wapate wateja, ili ya kwamba biashara ipanuke. Msione hizo magorofa ziko mahali hapa mkafikiria ziko bure. Watu wamegharamia, watu wamefanya maneno. Haimishi mngefunguliwa siri ya roho, mngeona vile ulimwengu ilivyo, lakini kwa sababu wengine tulifundikwa, na ndiposa kwamba tunanung'unika, na ndiposa kwamba tunakuwa wepesi wa kunena ndani ya mioyo yetu. Maandiko yananiambia ya kwamba nafsi yangu ikimtumainia Mungu, hata yale mengine yanafanyika. Nafsi yangu ikikaa ndani ya maombi, vitu vitafanyika. Nafsi yangu ikimtafuta Mungu, mgonjwa atapona. Nafsi yangu ikimtafuta Mungu, shida zilizo nazo zitatoka. Haleluya! Kumtumainia Mungu. Tusione tu Yesu huwa afanye kazi. Yesu hufanya, anaangalia imani yako iko vipi. Je, kuna wengine hata kupewa, akashapewa hivi kidogo, aone utapokeaje, utafanya nini? Akiona afanya, arudi na kunyang'anya, anapatia ule mwingine. Akasema ya kwamba my God, yani Mungu ni Mungu mwenye wivu. Ukisuleka anatoa kwako, anapewa wengine. Mama umepewa, unaweza weka chakula kwa meza, watoto wanaweza kwenda shule, and you still cry. You need a pajero here. Nafsi yangu isichoke, moyo wangu msifu Bwana, aliahidi atatenda, tumaini Bwana. Kama mvua ishukavyo toka mbinguni kwenye ardhi, na neno lake kwa kinywa chake alitarudi bure. Nitatimiza mapenzi yake, nitatenda alilosema. Mama aliahidi atatenda, tumaini Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, nyimbo nyingi ni maandiko, yanatoka kwa maandiko. Yaani tumehubiriwa hatusikii, mpaka heri imekuja sasa ni wimbo. Yaani katika wimbo tuisikie. Oh my God. Say amen. Usiwache nafsi yako ikachoka. Andasa sana mama mchungaji. Ndasa sana ndachota. Hawa. Ndache sana ndachota. Ushiri mtu wanje ushiri. Ndasala sana. Ushiri kutoka wanyasaye nyanga utule. Haujavika kwa chopo. Podi nigi ngono. Bado kuna safari tu kiba chano. Ingi wote mange. Ibero wote podi. Kwa sicha picha. Safari ni ngumu. Safari ya mbinguni ni ngumu. Lazima tulinde nafsi zetu siwe safi. Ndiposa tuone ufalme wa Mungu. Usije ukatamani ya mwenzio, maana haujui amekaa vipi. Tutembee kwa njia yetu ya Kristo wapendwa. Always napenda kutembea kwa njia ya Mungu. Hata nikosa, mtu akasema hata nikose vitu vikubwa, lakini nafsi yangu imuone Mungu. Licha nilikuwa ndani ya vita na majaribu, lakini nafsi yangu imuone Mungu. Na huyo ni Mungu ambaye anatafuta ile shida ambayo unaiona. Mungu ni jaribu ndogo tu. Mwingine akasema sasa kama askofu alijaribiwa,
That is wrong. Ukipasi Mungu imakomoka madhabahu ina nguvu. Umeenda ulikuwa unafua kwa nini kwa msuko? Kama Mungu kaketeguka kidogo. Hiyo madhabahu ina nguvu. Oh my God. I wonder. Suriborera shina Yesu. Rwari watoto iwe. Video nini uliteka. Wawala sina kesi. Suriborera shina Yesu. Rwari watoto iwe. Video nini uliteka. Wawala sina kesi. Yes. Siku moja Mungu atakuuliza, ulinifanyia nini? Wakati uliniingia ndani yako na ukakubali umeokoka, ni nini ulichonifanyia? Nafsi yako jiunganishe na Mungu. Hata licha nini yanapokuja, jiunganishe na Mungu. Maana njia ya msalaba ni kwa wale wanayemwamini Kristo. Sema amen. Ndio njia nzuri ya msalaba. Na njia ya msalaba kuna moto. Umeweka zaidi ya miaka 10 na zaidi. Ulililia kwa jambo moja lakini bado Mungu hajafungua. Na imanishi kwamba ile ombi haifiki kwa Mungu. Inafika. Ni ile machozi yako yajajaa kikombe. Haijajaa kikombe. Umelia leo, ukifika leo umewacha kulia. Angalia Nelson. Angalia vile kanaka. Angalia ile Pastor Ruth. Ona vile kamevaa kitambaa. Angalia senior pastor. Kata hiyo suti atakuwa amepiga pasi. Sasa alikuwa anatuambia nini? Tayari kale ka upako kanatoka. Unabakia bure. And the way unapobaki bure, ni the way shetani anakutumikia. Mtu mmoja akaniambia kwamba yaani katika jaribio, ndio maana ya kwamba niko hapa kuwabebea mizigo yenu. Mimi ni kubeba mizigo yenu. Ninapobeba mizigo yenu, na kazi yenu nyinyi ni kuniombea. Lakini utakapoacha shetani alimuonao, unisikia anasema pandeni huko, nitaingia tu usiku nitapanda kameko hapa. Hiyo mchungaji wenye kuishi. Because you are not strong to the prayer. You are not strong. Nafsi yako haujajenga katika msingi wa neno la Mungu. Amen. When I'm not sleeping because of you. Ili demon asingie kwako, akaja akapanda. Lakini wewe you are asleep. Wakati yanapokuja nguvu zilisha. Nani alipungukiwa? Ulalonga ulamenya naye ulasangala mno